Bismillahi, nala mwanja sewadie na segole hanya. Bismillahi, nala mwanja sewadie na segole hanya. Mungu mweza ndiye marunda wa dunia na nyama. Mungu mweza ndiye marunda wa dunia na nyama. Bismillahi, nala mwanja sewadie na segole hanya. Bismillahi, nala mwanja sewadie na segole hanya. Mungu mweza ndiye marunda wa dunia na nyama. Mungu mweza ndiye marunda wa dunia na nyama. Bismillahir Rahmanir Rahim. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم سهل لنا كل ممن نريد ونجنا كل ممن نخاف بفضلك يا لطيف. اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مرحوما وتفرقنا من بعده مؤيدا معصوما. اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما كما يوم الدين ثم ما أدراك ما
تملك النفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله يوم لا تملك النفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Shukran katibu, Mungu akuzidishie elimu na akupe kila la kheri insha Allah. Kwa bahati nzuri sijajua anayesema ni maneno gani, ameyasoma kwa Kiarabu, lakini wapo mashekhe maustadhi watakuja kuyasema. بنا الله بارئ الأنام بالعباد هبادئ الكفار بالنكال ربنا ذو الجلال حسبنا الله ذو الكمال الله تارة أرى سالي هوى قربا وقولا وافتعال ربنا ذو الجلال بنا الله تارة أرى منك الوصال هوى قربا وقولا وافتعال ربنا ذو الجلال حسبنا الله ذو الكمال الله ثبتنا بديني باللواء وبشرى إذا نسؤال ربنا ذو الجلال الله ذو الكمال لا الله جميع العلوم والمعاني هوى فهم زكيا والقصال ربنا بنا الله حفات سماوات العلاء ملكه عظيم حيث آل ربنا ذو الجلال حسبنا الله 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 اللهم صل على أحمد وآله وصحبه اللهم سرمد مرحبا اللهم صل الله وآله وصحبه ومرحبا جيلاني مرحبا هلاني مرحبا هلاني مرحبا هلاني مرحبا
لا محمد محمودنا مرادنا لقائه محمد محمودنا مرادنا لقائه اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله الله محمد محمودنا مرادنا لقائه محمد محمودنا مرادنا لقائه ها 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 على نور الأنام صافونا أدنان أصل جادي وناس كلهم فاتا ونحن من علماني الله محمد وآله اللهم صل على محمد وآله الله هو الأمان للورى أهل السماء وأرض هو الأمان للورى أهل السماء وأرض Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaletea shairi hili linasema karibuni wanandoa. Na shairi hili linasema karibuni wanandoa. Anayesema ni mtu aliyewaita, sio mimi. Mimi ni kibarua. Vibarua si wanaliwa sana mashamba yetu. Mimi ndio kibarua. Tuanze bismillahi, kila mtu aiseme. Mwenyezi tumsabihi, tumsalie mtume. Kila wakati tuwahi, tusujudu, tuiname. Tumfuate mtume mbora wa subhana. Aliyeileta dini kapewa na subhana. Kila mja amini, miungu wengi hapana. Wala Mungu hafanani, hana mke hana mwana. Amepweke karabana, wala na mshirika. Leo siku ya furaha, tucheke tufurahike. Na tucheze kwa madaha, kwa raha tuserebuke. Leo hakuna karaha, mwenye hila aondoke. Pamoja tuserebuke hapa kwa Shekhe Irunde. Makusudi ya sherehe leo ninaadhimisha 28 ya miaka na kamilisha.
Watu wengi na mashehe ndoa nimewafungisha. Hili linafurahisha, karibuni hapa kwangu. Nimeamua mwenyewe kwa mapenzi kuwaita, niseme nisichelewe, nimefurahi kupita. Na wote niwatambue, mnang'aa mnameta. Moyoni nimetakata, karibuni sana kwangu. Tangu niwe msajili nimefunga nyingi ndoa. Wengi sana marijali mbele yangu wameoa. Leo mimi na wajali kwa furaha na kohoa. Moyoni ni na wote ebu kohoa, ishara ya kukutana. Mbona mkoi? Tangu ndoa nifungishe, wanandoa wamezaa. Kwa leo tujikumbushe mahali mnapokaa. Na watoto muwapishe, tuwaone wanang'aa. Hili nilivyoanda, tuwaone wajukuu. Kimaisha mmejenga, Allah kawapa riziki. Ndivyo Allah amepanga, kuoa nani hataki. Asiyeoa ni mjinga, hafai hathaminiki. Mwenyezi Mungu hataki kuisha bila ya ndoa. Pongezi kwa kina mama nyie mliolewa. Kuolewa ni heshima tangu Adamu na Hawa. Shekhe Irunde nasema kupika na kupakua. Ninyi mmejaliwa, tuna afya wanaume. Wito wangu tupendane, upendo ndio maisha. Kwa mahaba tupeane vyakula tukajilisha. Nyinyi nyote mlione mkipenda kuanzisha. Kwangu mimi inatosha, na waomba mpokee. Hapa mwisho wa shairi kwa mapenzi tuagane. Nimetangaza habari, wachambuzi muione. Na sherehe iwe nzuri, mchele tutafune. Naomba tushikamane wanangu, tukumbukane. Shairi hili limetungwa na mimi Mohamed Yango. Naitwa Mohamed Yango, kwa jina la ushairi naitwa Mkaratusi.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربكم تنزل الملائكة والروح بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. اقرأ وربك الأكرم الذي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. Mimi nasema ninakubaliana kabisa na ndugu yangu Shahirunde kwa wito wa kuwaita vijana wake ambaye amewafungisha ndoa. Makusudio yake sijui, lakini ninavyohisi kama angeita moja moja ingechukua muda mrefu, na kama alikuwa na jambo la kuwaambia
kila mmoja angetoka na maneno tofauti tofauti, lakini kwa njia ya mkusanyiko huu naamini kwamba mtachota maneno mazuri ambaye mtayatumia, na maneno ya mzee wenu nadhani kwamba ni maneno ya hekima na anahitaji kuwatambua vijana wake aliyewafungisha ndoa. Kwa sisi waalikwa tumepata somo, hasa mimi nimepata somo. Kumbe shehe wangu Sheirunde ana vijana wengi, ambaye amewafungisha ndoa. Nikiangalia na wengine wananizidi mimi umri. Tumshukuru sana Mwenyezi Mungu. Sasa kwa mwenendo huu naamini kwamba hata wengine ambaye ni wafungishaji wa ndoa watakuwa wamepata somo ambaye wanaweza wakalitumia baadaye. Mimi nikiwa diwani wa Ngimu nasema na wakaribisha wote sana, wakata ya Ngimu, nje ya kata na nje ya mkoa. Karibuni sana, na karibuni sana kwa shehe wetu Sheirunde. Mjisikie amani, Ngimu ni salama. Baada ya kusema hayo machache, kwa jina mimi naitwa Hamisi Saidi Ntandu, ni diwani wa kata ya Ngimu. Kwa hayo machache, kwa sababu muda umeenda, mimi nasema machache ili nitoe nafasi kwa wengine naye waendelee kusema. Asante, karibuni. Ndugu zangu, niwaombe hadhara hii, mimi nimeombwa nimkaribishe madam katibu wa wilaya. Ndivyo itifaki linavyosema. Mimi hapa nimesimama tu kwa ajili ya kuiwakilisha kata, kama ndivyo naomba na shekhe wa kata ana udhuru ambaye ameutaja, basi alisema kwamba nimwakilishe. Kwa hiyo kwa niaba yake nasema kwamba hadhara hii naona kwa kweli ni tulivu na ni aina yake. Kwa hiyo ndugu zangu, kila mmoja atasoma, na ili mimi tangia nichukue umri sijaiona. Sasa hapa tutajifunza wote, hata mimi mzee nitajifunza. Huyu mwenyewe mwenye kufanya hadhara nilikuwa namlelea hapa hivi. Leo yeye mwenyewe ameniletea kitu ambacho mimi nasema hichi naye ilikuwa wapi. Kumbe kukua sana sio kuona, bado unaendelea kuona mengi. Kwa hiyo ndugu zangu, nisio msemaji, nina mkuu wangu hapa ambaye wa wilaya ambaye niambia kwamba nimkaribishe kwa ajili ya kuongea na hadhara hii. Yeye ametoka wilaya Singida vijijini. Kwa hiyo Adam, nikukaribishe katibu wangu katika hadhara hii, uiongelee utakavyojaliwa na Mwenyezi Mungu. Kwa haya machache nasema karibu sana ustazi wangu. Waheshimiwa waalikwa wa hadhara hii, akina baba na akina mama, haswa wale walengwa ambao sasa wametufanya na sisi tukutane hapa. Tumswalie Mtume. Baada ya kumshukuru Allah na kumtakia rehema na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nichukue fursa hii pia nikuhusieni na ninyi kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu kuna neema ambazo ametupa, wengine hawajajaliwa kuwa na neema hizo. Moja ya neema, tumepewa uzima, lakini tukapewa afya, lakini pia tukapewa fursa ya kukutana katika kikao hichi kitukufu. Niwahusieni kumshukuru Allah. Kikao hichi nimepewa nafasi ya kutoa nasaha, lakini niwashawishi na niwaombe kwamba kikao hichi ni kikao kikubwa kuliko hata vikao vingine. Tumswalie Mtume. Kwa sababu na sijajua kwa nini Sheirunde alifikiri hivi, kwamba ametuambia kwamba leo amewaita wale wote vijana wake, nasema
aliyewafungisha ndoa sijui alianza mwaka gani, ili sasa aje sasa awafahamu, aweke katika kumbukumbu. Lakini kikao hiki kimekuwa ni kikubwa kwa sababu hapa tumekutanishwa tukiwa tumetoka sehemu mbalimbali kuja kufahamiana, kwa sababu wapo kabisa, nina imani hawa niliyowataja wengine hawa hawawafahamu. Hata mimi yawezekana watu wapo hawanifahamu, si ndio? Tumswalie Mtume. Sasa sio kikao cha kusema cha kubeza beza pengine ukafikiri ni tofauti. Hichi ni kikao kikubwa sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam sisi ambao tulie kuja hapa tumetekeleza haki miongoni mwa haki za Muislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema khamsu min haqqi limuslim ala almuslim, mambo matano ni miongoni mwa haki za Muislamu kwa Muislamu mwenzake. Moja ya haki sisi ambayo tumetekeleza, niache mengine taje moja, kwamba ili ujue kwamba huyu ni ndugu yangu anayenithamini ni pale kumuitika pale atakapokuita. Tumswalie Mtume. Kwa sisi tumekuja hapa kutekeleza miongoni mwa haki. Nimetaja moja, niache zile 4. Nimetaja moja katika hizo haki ngapi? 5. Lakini kubwa kuliko yote, sisi ambao tumekuja kuimarisha undugu uliopo kati ya shekhe wangu Shekhe Irunde na sisi, kwa sababu undugu ni jambo ambalo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuhimiza tuuimarishe undugu wetu, tuutengeneze undugu wetu. Ni aya na hadithi pia zimesema. Atakuja kusema mashekhe zangu. Yupo shekhe wangu, mwalimu wangu hapa, Sheikh Ibrahim hapa. Mimi nimemfahamu wakati ule makongamano pale zimeanza purukushani hizi kati ya hizi madhehebu. Yuko pale Meria pale, anawaambia watu utia irabu, akashindwa kutia irabu, akasema muhadhara umekwisha. Tumswalie Mtume. Tunashindwa kutia irabu. Ya tia irabu ili tuendelee tia nini? Tia irabu. Wakashindwa kutia watu irabu. Basi muhadhara kafaje? Kaishia. Mara ya pili mimi kumfahamu, siku moja alikuja kututembelea sisi. Alikuja kututembelea sisi Minyaa pale, akimfuata rafiki yake Sheikh Ismail ambaye ni mwalimu wangu. Baada ya kwenda Mwanyonya akaambiwa ameshatoka, basi alimfuata alipokuwa anafundisha. Basi alikuja kipindi kile pia akatukuta sisi, wakati ule mwalimu alikuwa bado hajafika. Pia alituachia ujumbe. Sallu ala nabii. Ujumbe wake alitukuta sisi tunasoma. Kuna somo limeandikwa ubaoni, akatuuliza jamani, hapa mmesoma? Sisi tukamwambia ndio. Akatuambia huo si utaratibu wa nini? Wa usomaji au madrasa pale au wa jambo. Sawa na kwamba sisi kwa mfano sasa tumeshazoea. Na hizi sasa tunakuwa sasa hata wale wanaofikisha dawa tunatakiwa pia tusiwe hivyo. Yani akasema siku zote unapokuta sasa mtu anatoa mawaidha, yani wewe usipende kufikisha kabla hajafanyaje. Unasikia mtu anasema inna lillahi, nyinyi mnafikisha. Atayara shajua nyinyi mmeshafahamu. Sasa akatwambia hili somo hili msiseme hivyo, acheni. Kuna kitu kitaongezwa. Ndio maana watu wa dawa wamekataza kujibu maswali, kwa sababu mimi naweza nikaja hapa Ngimu nikauliza swala la kielimu. Shekhe wakata yupo, imamu yupo, amiri pilipili yupo. Mimi sipasi kulijibu. Najuaje kwamba inawezekana mliliuliza swali hilo, mimi sijui limejibuaje na mimi nikaja nikajibu tofauti. Kwa utaratibu wa elimu siwezi kulijibu mimi, nikamwambia wapo mashekhe wa humu. Sasa Sheikh wetu Ibrahim alipoingia akasema jamani, siku nyingine msiseme kwamba limefahamika ama mmefundishwa, kuna vitu mtaongezewa. Akaanza kutupiga darasa kidogo pale, akatupiga darasa. Mwisho baadaye akatujafundisha, akasema mimi nimefuata mwalimu wenu. Baadaye mwalimu wetu alipokuja, basi ndio darasa likanoga zaidi. Akawa ni rafiki wa mwalimu wetu. Maulidi ilikuwa ikifanyika mwenyewe, kila maulidi yupo. Sisi kule maarufu tunamuita mashine kubwa. Na mimi kwenye simu yangu nimesave jina la Ibrahim, Sheikh Ibrahim mashine kubwa. Anasema mashine ya kusaga na kwa nini? Kokoto, sio mahindi wala mpunga wetu ule. Kokoto. Sallu ala nabii. Sasa tumeitwa sasa kuja kufahamiana.
lingine kuja kuunga nini? Undugu. Niombe kwa kupitia hadhara hii, kwa undugu huu ambao tumekuja kuunga, tuuimarishe. Swalla ala nabii. Naomba nitaje tukio moja tu. Faida ya undugu. Faida ya kuwa na ndugu. Acha ndugu wa damu. Sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam tunaambiwa kwamba siku moja naambia sahaba zake kwamba nyinyi ni rafiki zangu, lakini watakuja ndugu zangu, watu ambao watakuja ndugu zangu. Alipoulizwa, sasa sisi tunatembea nawe kila siku, tumezaliwa wengine nasaba moja, kama alipokuwa anasema mshairi hapa, inakuwaje sasa sisi unasema sisi ni rafiki, wengine wale ni ndugu? Kusema ninyi bwana ni ndugu zangu wala, lakini kuna watu ambao watanithamini, yani hawajawahi kuniona siku. Kwa hiyo sisi nani aliwahi kumuona Mtume sasa? Lakini sisi tunamwamini kwamba ndio mtume wetu. Sasa akasema wale ndio watakuwa ni ndugu zangu wa kweli, ambao watakuwa wananifuata, wanatii maelekezo yangu, lakini hawajawahi kuniona. Sallallahu alaihi wasallam. Sasa kupitia hadhara hii kwa sisi ambao tumeitwa, basi naomba nieleze faida ya undugu, lakini baadaye undugu huu tuuimarishe. Sio jambo dogo hili. Kuna kisa kimoja, kuna mabwana watatu walihukumiwa kufungwa. Wakati mtawala anatoa hukumu ya hawa watu kufungwa hawa, pakajitokeza mtu mwingine wa nne. Yule akawa analia. Baadaye mtawala alivyomwona huyu, tena yule aliyokuwa analia ni mwanamama. Mtawala alivyomwona mwanamama huyu analia, akamuuliza, inakuwaje, unalia nini? Akamwambia kwamba hawa watu watatu uliowahukumu hawa kuwafunga hawa, wote wananihusu, ni jamii yangu na wananisaidia katika vitu mbalimbali. Akaanza kuwataja. Akasema moja katika hawa watu yupo mme wangu. Sallallahu alaihi wasallam. Yupo mme wangu, lakini mwingine ni mtoto wangu wa kumzaa ambao nimezaa na huyu mwanamume. Lakini mwingine watatu yule ni ndugu yangu wa kuzaliwa, baba moja mama moja. Huyu mtawala alivyoambiwa maneno haya, akaona kweli kuna uzito kweli, huyu mtu, hawa watu wakienda jela wote atakosa msaada. Lakini akamwambia hivi, chagua mmoja kati ya hawa watatu hawa, ambao sasa unamuona huyo akibaki atakuwa ndio msaada wako katika maisha yako. Sallallahu alaihi wasallam. Yule mwanamama yule alipopewa ruhusa ya kuchagua mmoja kati ya watu watatu, yeye alinyosha tu akaenda kumteua ndugu yake. Akaacha mme, akaacha mtoto. Yule mtawala kamshangaa. Kama ingekuwa zama hizi sidhani. Alivyoulizwa, inakuwaje unaacha mme wako kabisa, alafu unaacha mtoto wako, ambao inafika mazingira hata ninyi sijajua sana, lakini ambao sasa mmekusanywa hapa, yawezekana watu walioa lakini walichelewa kupata mtoto mpaka wakaanza kutafuta hata madawa mengine miti shamba ili apate nini? Mtoto. Hasa huyo mtawala mshangaa, wewe unaacha mme aliyekuzalia mtoto? Akamwona waajabu. Yule mtawala akamwambia, sasa yule mwanamama, hebu nieleze, inakuwaje? Jibu alilolitoa sasa, akamwambia, ewe mtawala, hakika katika dunia hii wanaume wako wengi. Ikitokea huyu akafungwa au akafa, nitaolewa na mume mwingine. Allahumma salli. Na nikisha kuolewa nitazaa mtoto mwingine. Kwa taratibu za kidini, unapoambiwa mtu msajili wa ndoa aliyekufungisha ndoa ndio sasa anatakiwa afuatilie, alinde kwamba mnaishiji kule, sio kufungisha tu unafanyaje. Na wale mashahidi wawili, mtu anaweka shahidi, ndio maana mashahidi wao waadilifu. Yule shahidi yule ndio sasa
analinda maisha yenu. Mkikorofishana anawarudisha kwenye msingi. Sheikh Irunde ametuita kuja kuimarisha undugu baina yake na ninyi na sisi ambao sasa ni rafiki zake. Sio kikao kidogo unaoweza kufikiri. Sio kikao. Unaweza kufikiri ni jambo dogo, kumbe ni jambo kubwa. Labda unafikiri sasa kwa nini atumia gharama? Kwani umehusika na nini? Gharama zinahusu nini? Si ameamua mwenyewe. Tuko kwake. Siku imefika. Hasa hii siku tuiheshimu na tuiweke kwenye kumbukumbu hii. Nyinyi ambao mmefungishwa na Sheikh Irunde, hamtokaa muisahau. Iwekeni kwenye kumbukumbu. Ameamua kuwatafuta kule mliko sasa, ili sasa ajue kwamba mnaishije, mnafanyaje. Hajawaita kuja kuwashawishi jambo lolote lile. Ameamua tu yeye na kwamba hata tusomea kwenye rekodi kwamba labda wangapi amewafungisha, wengine wangapi wamekuja, wengine hawajaja. Lakini lengo kubwa, ametupa faida kubwa, mimi naona mbili: kufahamiana, lakini kuimarisha undugu. Kwa haya basi, kwa jina mimi naitwa Ahmed Rashid Kisuda, ni katibu wa BAKWATA wilaya Singida Vijijini. Ninapohitaja Singida Vijijini, sio labda ka kitongoji tu. Singida Vijijini nao kata 21, Sheikh Ibrahim. Misikiti 299. Kilomita za mraba 6,053. Kutoka Mukulu mbali kule kwenda mpaka Laghani dakata ya Ugandi. Si jambo dogo. Kwa hiyo tunaenda kumwomba Mwenyezi Mungu amtuombee dua kwamba angalau tuweze tukafika kwa kila sehemu ambazo hizi nimezitaja. Hata ikiwezekana tuingie msikiti hadi msikiti. Japo nashukuru alhamdulillah tuliweza kutembea kata zote, kata kwa kata. Baada ya uchaguzi wa mwezi wa 10 tumeshakamilisha, tumezitembelea kata zote. Mwisho kabla ya mwisho, niwashukuru kwa kunisikiliza, lakini pia naomba niwashukuru vijana wetu ambao tumesema ni waandishi wa habari na ndio mafundi mitambo. Ni vijana wetu ambao tuko nao kila siku kwenye matukio kama haya, wanatoka katika tunasema ni Mahasin TV. Kwa hiyo na imani habari zetu baadaye hizi wakizitengeneza, kwa sababu hawarushagi tu ile mradi, watazitengeneza, lakini baadaye watazirusha na kwenye vyombo vya habari tutaziona, lakini kwenye simu kubwa, wale wenye simu kubwa kwenye YouTube na mitandao mingine ya kijamii, basi tukiwa makini, ukiwa na bando lako, basi utasikia habari hizi ambazo leo Sheikh Irunde na familia yake wameamua kutukusanya kwa ajili ya kujua kuiadhimisha siku hii, moja katika siku ambayo ameona aweke historia katika maisha yake. Wabillahi tawfiq. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na pia nimtakie rehema na amani kipenzi chetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamoja na sahaba zake na wote wanaomfuata inshallah. Ndugu zangu, ndugu mgeni rasmi, katibu wetu wa wilaya BAKWATA, amiri wetu Pilipili, amiri wa wilaya, shekhe wetu wa mtaa, pamoja anasema kwamba amesimamishwa ghafla, lakini ni shekhe, kwa sababu ukiambiwa shekhe asimame unasimama na unasema kama shekhe, ndio tunakutambua kama shekhe. Viongozi wote kwa ujumla, kwa mheshimiwa diwani, viongozi wenye viti wenzangu, nimemwona mwenyekiti rafiki yangu kijiji cha Sogana, pia viongozi wote kwa ujumla ambao umefika. Inawezekana hafla hii ikachukua viongozi wengi wa serikali, wakawepo watendaji, wakawepo wenye viti wa vitongoji, wote tunasema karibuni sana. Karibuni, mjisikie huru. Mtume anasema ukialikwa na endapo hautaalikwa ukaenda kwenye sherehe, kwa hiyo utaenda kama mwizi, na utakapoondoka utaondoka kama jambazi.
lakini sisi tumealikwa, si ndio? Sio wezi, sio majambazi. Kwa hiyo sisi tumealikwa, ni sherehe yetu. Kwa hiyo niseme karibuni sana, lakini niseme kwamba sherehe hii, ndugu yangu Sheikh Irunde, tunakushukuru na kukupongeza kwa sababu leo hii ni ukumbusho wa ndoa zetu. Ndoa zetu sasa hivi zinafanyaje? Tunazikumbuka, watu wanaondoka na wake zao wanakuja hapa. Ina maana tayari leo wamefungamana, hata kama juzi waligombana, lakini leo asubuhi wameamka, wana mapenzi ya kufika kwa shekhe, si ndio? Kwa hiyo leo tunakazia ndoa zetu, tunazisafisha ili zikawe imara pale ambako zilikuwa zimelegalega kidogo, ili mstari ufanyaje? Unyoke. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardh jaghilil malaikatir rusulan uli ajnihatim mathna wa thulath uli ajnihatim مثنى وثلاث ورباع يزيد في خلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العظيم. Ndugu, marafiki
na waliohudhuria hafla hii leo tarehe ya 28 mwezi wa 6 mwaka wa 2026 miladia. Awali ya yote, alhamdulillah, rehema na amani zimshukie mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, mwalimu wa umma huu. Muadham Shekhe wa kata ya Ngim, katibu wa BAKWATA wilaya, Shekhe Iganji, Shekhe Ibrahim Endesak, mashekhe wote waliohudhuria, waheshimiwa wenye viti wa vijiji, Mheshimiwa mkuu wa jimbo Bonde la Ufa, viongozi wa taasisi na idara zote walioalikwa, Mheshimiwa diwani kata ya Ngim na viongozi wa vyama alikwa, waheshimiwa waliofungishwa ndoa na familia zao, vyombo vya ulinzi na usalama, na wapenzi wa kikao hiki. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Shekhe Hamisi Mohamed Irunde ni miongoni mwa mashekhe waliowahi kuongoza kata ya Ngimu, na alikuwa kadhi wa ndoa toka mwaka 1998 na alisimama kidogo na kurejea tena hadi sasa. Kumbukumbu rahisi zinasema kwa uchache ni ndoa 210 alizofungisha, lakini ni zaidi ya ndoa hizo. Na aliwahi kuwa mwenyekiti wa halmashauri wilaya ya Singida, BAKWATA Singida hii vijijini. Shekhe Irunde kwa mapenzi yake Allah ameona ni vyema kukutana na wanandoa hawa ili kujenga, kujuana zaidi, kusaidiana, kufahamiana, na pia kuweka athari ya dini. Msikiti, athari ya dini ya Uislamu kwa kufanya jambo lenye manufaa kwa Uislamu kwa ujumla, kujenga msikiti wa mswala na darasa. Hili ndilo lengo kuu. Muadham wanasherehe hii, wanasherehe hili ni imani la Shekhe Irunde. Tuliunge mkono jambo hili insha Allah. Tunamuomba Allah akulipeni kila la kheri kwa kuja kwenu na kuliunga mkono jambo hili insha Allah. Wabilahi tawfiq. Imeandaliwa na Sheikh Hamisi Mohamed Irunde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa la sharika Allah wa ashhadu anna sayyidana Muhammad abduhu wa rasulahu alladhi kana kaseera man yas'alu Allah an yaghfira li umma. Allahumma salli wa sallim alayhi. Ama baada kuhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema na amani si mwingine ni kipenzi chetu mtukufu wa daraja Mtume Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Kama jinsi alivyoanza kutuarifisha kiongozi hapa, jambo la kwanza sisi tuombe radhi kwa sababu tulikuwa tufike mapema katika shughuli hii, lakini kutokana na mapungufu ya kibinadamu alkamalu lillah ikawa hatujafika katika muda mwafaka tuliokusudia, lakini tukafika muda huo. Basi tutakarazi katika hilo. Kwanza vile vile niwashukuru viongozi wa eneo hili kwa utulivu wenu na kumoja wenu na kwa ajili ya kuja kumjamili kiongozi mwenzenu. Kama yamba ilivyosema hapa kiongozi, zitangulie na saa chache kabla shekhe atakuja kuzungumza ama kufafanua, kwa sababu hapa mimi
Wanasema Waarabu, imtithalu awamiri khairu min thuluki liadabi. Siku zote watu wataalamu wakisha kuamurisha jambo ni bora kulitekeleza. Hilo jambo kilitekeleza same time ni bora kuliko adabu, lakini kumbe ndio ni adabu yenyewe. Moja kwa moja huyu shekhe amefanya hafla hii, na lengo tumesomewa hapa, tumejua lengo haswa ni nini. Lengo limeanzia mbali, kwa sababu katika alama zake Mwenyezi Mungu alipoanza kuzungumza amesema wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Lengo li taskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahma. Lengo haswa Mwenyezi Mungu alipozungumza hivyo, wa min ayatihi, katika alama zangu yeye Mwenyezi Mungu anazungumza, balagha imetumika ndani. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum, mimi nimewaumbieni nyinyi katika nafsi zenu. Tumeumbiwa sisi wanaume katika nafsi zetu azwaja, ambaye ni wanawake. Lengo lake ni nini? Litaskunu ilaiha, uweze kupata utulivu kaya sawa sawa mwanaume, uweze kusimama katika enga yako vizuri, katika pita zako upite vizuri, katika uendeshaji wako uende vizuri. Wajala bainakum mawaddatan wa rahma, akajalia kwenu nyinyi mapenzi na huruma. Mapenzi na huruma linaendesha jambo hili, ni mapenzi na huruma. Mungu akajalia mapenzi na huruma yapatikane pale, ili patikane nikahi sahihi. Akajalia mapenzi na huruma. Mapenzi na huruma ndo yanaweza kulea ndoa vizuri, kwa sababu Mungu mwenyewe ameanza kuzungumza. Kuna mtu anasema mimi siwezi nikashindwa na mwanamke. Usipokubali kushindwa na mwanamke, huwezi kuishi na mwanamke, utatudanganya. Kwa sababu asili ya mwanadamu ni huruma, shekhe. Ukikosa huruma utakosa msaada. Ma la hurima la hurima alayhi, asiyokuwa na huruma hakuna huruma juu yake, shekhe. Kwa hiyo huyu mzee ameamua kutengeneza jambo tukufu, jambo la kicha Mungu, kuita watu, kukaa, akaona hawa watu mimi nimewafanyia wema muda mrefu sana. La tansal bira, usiusahau wema, shekhe. Shekhe amewatendea watu wema kufungisha ndoa au kuwaozesha, lakini akaona kama vile bado hawajafanya sawa sawa, akawaita lengo kuu waje washirikiane. Vipi kule mnaishije? Tangu siku zile, siku nyingi, nimewamisi wanangu, wapi huko mliko? Njoni tuje tushirikiane katika jambo moja la kicha Mungu, la kutengeneza asari katika eneo hili. Lengo la mzee alivyowaza, akakaa na familia yake, akaamua kukumbusha mapenzi ya yale kule ya mwanzo. Njoni huko mliko, lengo haso tuje tufahamiane tangu siku zile, kwa sababu wengine katika maisha ya kibinadamu kuna kuthau fadhila. Fadhila kuzisahau vipi? Ukafanyiwa wema ukaenda, japokuwa unaambiwa tenda wema uende zako, lakini jaribu wewe uliotendewa wema kurudisha fadhila. Na fadhila zenyewe kama hizi: kutembeleana, kutoleana salamu, hajui wale wengine wako hai, nikahi bado ziko hai au la, zingine labda zimeshavunjikaga. Kwa hiyo anakumbusha, anataka aje ajue vipi. Kama kuna mahala pamelegea kidogo, pande kukazwa. Kwa sababu gani? Katika haya maisha Mungu alivyokuwa naumba mwanamke na mwanaume, kuna makusudio ndani yake, kuna utaratibu umefuatiwa ndani yake pale. Lengo haswa mtengeneze familia,
Ndio maana katika hutuba pale ya ndoa inavyosomwa kuna hadisi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, oweni sana ila mimi siku ya kiyama nijikithirishe, nijifaharishe kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwamba umma wangu watu walioana sana, kwa sababu kuoana ni jambo la kheri. Ndugu wapenzi wa Kiislamu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha la yanzuru suwarikum wala amwalukum walakin yanzuru fi qulubikum. Siku zote ndugu zangu wapenzi wa Kiislamu, Mwenyezi Mungu waka hana shida sana na kuangalia mali zenu. Hawezi akaangalia wewe ni mzuri sana, anaangalia, hawezi kuangalia wewe una nguo nzuri sana, wala hawezi kuangalia uzuri wa sura, wala uzuri wa mali, ubora wa mali, una gari huna, lakini wewe ni mwanadamu. Mwenyezi Mungu anavyoangalia fi qulubikum, fi qalbi, anaangalia moyo shekhe, na matendo yako vipi. Kwa hiyo huyu kiongozi amefanya jambo jema la kicha Mungu. Kwa sababu gani? Alqalbu. Mwenyezi Mungu anakawaida kuangalia nyoyo. Mungu akutazami una kanzu nzuri, umevaa vizuri, una wake wangapi, wewe ni maarufu kiasi gani? Hapana. Inna Allaha yanzuru fi qalbi. Mwenyezi Mungu anakawaida kuangalia nyoyo za wanadamu, ambaye huwa ataqwa, naye ni ucha Mungu shekhe. Mwenyezi Mungu anakawaida kuangalia nyoyo. Kwa hiyo kiongozi anavyofanya jambo hili hajashurutishwa, sio sheria, ni jambo la kimapenzi, ni jambo la kicha Mungu, anataka kuacha athari. Na wewe ambaye umekuja katika eneo hili, jaribu kuchukua taaluma shekhe. Al-ilm bi ta'allimi, elimu ni kujifunza. Kujifunza kuko namna nyingi. Mimi mpaka nimefika hapa nimejifunza mengi sana, kwa sababu Imam Shafi katika maneno yake anasemaje? Fasfiru fi safari khamsatil fawaidi, nenda katika safari, jaribu kusafiri, kuna faida 5 utajifunza. Faida ya kwanza, sahibatul majidi, kutengeneza marafiki wapya. Mimi nikija huku leo nitapata marafiki wapya, siku nikija takirimiwa. Jambo lingine li khushu'i, ukienda ugenini huwezi kuwa mjauri, lazima unatengeneza ucha Mungu, utakuwa mpole. Hata kama ni mbabe kiasi gani, ukishaenda ugenini unakuwa ni mpole. Hiyo ni faida mojawapo miongoni mwa faida 5. Iktisabul maisha, utachuma maisha mapya ukienda ugenini, kwa sababu utakuwa huna mbambamba na mambo ya watu, utaenda kwa tahadhari, hutoenda pongo. Hizo ni faida 3 katika faida 5. Ndugu wapenzi wa Kiislamu, naombeni nisiwavutie muda sana, kwa sababu shekhe yuko ambaye amekusudia kuja kuzungumza. Nimeomba mimi kama ghulam mdogo kutanguliza nasaha. Basi nisiwalie muda wenu. Anasema mshairi mmoja kumalizia, khairu kalami wa maqala wa dala, ashkuruku bil istimaihi, Allahuna kifaya. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. لا شك حضرت لكي ينال ثوابا. لا إله إلا الله، لا ناهية جنسية تعمل عمل فعله تنسب الاسم طرف الخبر إله اسم فعول إلا أداة استثناء مستتب إلا الله اللفظ لجلال فاعل. لا إله إلا الله ina herufi 7. La ilaha illallah ndio iliyoandaa mbingu ziko 7. La ilaha illallah ndio iliyotengeza ardhi ziko tabaka 7. La ilaha illallah viungo vya kusujudu viko 7. La ilaha illallah mtoto anaamuriwa amjue Mola wake atakapofikia miaka 7. La ilaha illallah suratul mathani alhamdu ina aya 7. La ilaha illallah moto jahannam una milango 7. La ilaha illallah ukaweza kuitamka ukati unasafirishwa kwenda mustawa mbele ya Mwenyezi Mungu, ukasema la ilaha illallah, ni passport, ni anwani, ni stamp ya kujua kwamba huyu ni mtu wa peponi. Na la ilaha haitamkwa na raia yote, inatakiwa itamkwa na wala mutaqina almaqsur ma qablaha almaftuh ma ba'daha wa nunu iwadun an tanwini fi ism almufrad, inatamkwa na wacha Mungu.
Hakuna watu wazuri umma wa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam waliopewa mtume wao, mpendo wao, tena kitina mimba. Kitina mimba zanapendelewa mara. Huyo ndio kitina mimba kwa mitume. Wako 125,000 au mapokezi mengine wanasema wako 124,000. Hao ni mitume. Tafsilan tunawajua mitume ni 25 kwa majina, lakini wale ni jumla kuu. Mitume wanne aliobahatika ni mtume Muhammad. Tena kapewa farqa. Ma huwa farqa? Inahalalisha, inaharamisha. Ndio maana unatawaza. Unaenda chooni kwanza. Wenzako wanaenda wana degree 2. Physics na biology wanakwenda kujipanguza na makaratasi, wewe unakwenda na maji. Wewe ndio mtu mzuri kuliko wengine. Mungu anasema alam ya'ni alladhina amanu an takhsha qulubuhum bi dhikrillah wa la takunu kalladhina utul kitaba min qabl fatala alayhim al-amada fakathad qulubuhum wa kathiruhum minhum al-fasiqin. Ni paka lini? Paka gengele ipigwe firimbi? Hamna. Ni hivi wanakuja watu wanatangaza Mwenyezi Mungu ni moja. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndio mtume alioelewesha umma, aliokuelewesha. Sisi pilipili ni mtu wa kwetu wa kule. Yaani kungelikuwa na Warangi kuna kitu kinaitwa loto na hoi. Yaani loto na hoi. Alafu lingine Waislamu, mimi nilikaa sana hapa. Kaba ngimu sana Murumba nimesomesha. Mimi ni wa zamani eti ile movie sitaki. Hakuna umma kama umma wa Nabii Muhammadin. Leo Irunda amefanya jambo zito halijawahi kutokea. Amesema Allah subhanahu wa ta'ala. Amesemaje Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala? Ndio mahala katika Qur'an. Alafu nilikuwa nasema hivi, mimi ni mwalimu. Unaona, mrekebeshe watu wa Singida. Yaani mrekebeshe. Utakuja kwenda mahala unyanyuliwe. Kuna kitu mnakosea. Mimi ndio topu wa hiyo kitu. Katibu wa wilaya amesema mimi ndio mwisho wa Wahabi huku. Lazima waje wanitafute kule. Hapa ndio mwisho, huwezi kupita zile nukta na zijua zote. Rekebesheni jambo moja. Wakati unataka kuzungumza unasema hivi, kuna mubtada na khabar na naat. Ma huwa naat? Anati huwa tabil man'ut fi raf' wa khafd wa ta'rif wa tankir. Hawezi kusema asalamu alaykum wa rahmatullahi, tayari umeharibu mchuzi wa dagaa. Watu wanasema tunaondoka shehe, wanakuacha hapo, umekosea. Lazima unasema asalamu alaykum wa rahmatullahi. Irunda ameshikilia. Nilimwambia shekhe, wewe ni mtu wa muhimu, nikamsomeje kwenye nini? Kwenye simu. Rekebesha hapo. Ni mtu wa watu huyu. Huyu anajua mpaka kwangu. Nikasema rekebesha pale wa rahmatullahi. Huwezi kusema wa rahmatullahi. Unagongewa. Baadaye si unachukua Warangi wana visu sasa anataka kuchoma watu kwa sababu makosa. Hamna. Alafu lingine ile baraza nje tunasomaga hapa. Unasema Allahumma salli. Wazee amekosea. حرف العله وهي الياء والياء للمؤنثه المخاطب الفاعل. Wewe kusema Allahumma salli, mwanamke mtume si mwanamke. Nataka hata kama nani sauti ya kuboronga kama ya kwangu nasema Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi. Wasema sallallahu alayhi wasallam. Wasema Allahumma salli, pokewa kama mimi hapa kwa Iringa nikipokewa mimi nashika barabara napandisha, utakuwa nakimbia mpaka lini? Ni vitu vya kurekebesha tu. Maana mtume Muhammadin anasema ahabul arab li salas, ana arabi wal Qur'an arabi wal kalam ahla al janna fil janna arabi. Kipenda ni Kiarabu mambo haya. Anasema yeye mtume Muhammad, mimi ni Mwarabu, Qur'an ni Kiarabu, wal kalam ahla al janna fil janna arabi. Na maneno kuanzia maisha ya barzakh kwenda kule akhira ni Kiarabu. Wezi kusema Wanyaure kule hamuna. Manyogori hamuna. Wewe bana rabu kwa imamu kwa kiblatu hey. Na ulikuwa mtoro huku nyumbani. Kaza nini kusoma, walimu ni wengi. Irunda amefanya jambo zito, tulikuwa tunarekebesha hapo. Si kwamba lakini nimerekebesha, utarekebeka.
na kama utaki utafukuzwa siku nyingine. Si mimi sitakufukuza mradi kama unahisi. Hata ukiharibu kinipa yuko na shida gani? Mungu subhanahu wa ta'ala anasema innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Muumini, mtu salama, mtu mwenye hii anapotajwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, wajilat qulubuhum, nyoyo zao zinababaika. Siji tutaambia habari ya kwenda peponi, si tutaambia kwenda motoni. Wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatu, inaposoma katiba Qur'an zadatuhum imanan, inazidi imani, wa ala rabbihim yatawakkalun, na juu ya Mola wao wanamtegemea. Mungu anasemaje watu wa aina hiyo? Humul mu'minuna haqqan, hao ndio waumini wa kweli kweli. Lahum darajatu 'inda rabbihim, mbele Mola wao watakuwa na daraja, si makalawati. Diwani yuko hapa si makalawati haya, anasema daraja, cheo kizuri kushinda hata diwani. Mungu anaahidi utakuwa na daraja, utakuwa na cheo mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mungu anasemaje? Humul mu'minuna haqqan, hao ndio waumini wa kweli kweli. Lahum darajatu 'inda rabbihim, mbele Mola wao utakuwa na daraja kubwa. Wa maghfiratun, na msamaha. Wa ajrun, na ujira adhimun, kubwa mno siku ya kiyama. Allahumma ja'alna minhum, tujalie katika watu watakuwa na ujira mwema. Kina nani hawa? Alladhina jtanabu taghuta ayabuduha, ni wale wenye kuepuka mipango ya kidunia, wanabu illa Allah, na ukajipendekeza mbele ya Mwenyezi Mungu. Mungu anasemaje? Lahumul mu'minuna haqqan, hao ndio waumini wa kweli kweli. Yani muumini wa kweli kweli ni yule ambaye hayya ala sala akatii. Huyo ambaye hayya ala sala anasema anacheza usoro. anatakata na huko ananuka. Anatakata nini? Mara nasafiri, unakwenda wapi? Sisi ni watembezi sana. Na ukiona umeenda, kina mama msijui kama unanisikia, na nyinyi ndio wenye tabia, mnisikilize. Ukiona nikienda kwa Sheikh Irunde ana air condition, yani ana choo nini. Ukiona umefika mjini, alafu mtu anakuambia, Sheikh nikwambie kitu, anasema sema. Choo hiki hapa, bafu hii hapa, anakuambia umenuka. Ya, si kwamba anakuambia wewe unanuka, nenda si atakuwa amekuadhiri. Ukiona mtu anakuambia hapa ndio chooni, hapa ndio bafuni, ujua hapa unanusa huko, ngoja nikaoge. Ni shida. Elimu unaambia mjini ni shule, sio hapa vijana wamesema wametoka shule, wametoka mjini. Kule ndio mwisho. Hakuna kukaba matonge makubwa uliume alafu urudishie. Watu wanasema ana njaa, mpe hivyo hivyo. Ni ngumu. Usifanye hivyo. Ukalishika la ziada ukalitia alafu baadaye umechafua. Wewe ni director. Hali ni ngumu. Sisi ni umma bora, umma ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wama arsalnaka illa rahmatan lilalamin. Wa isnaf la nahiyati jinsia ma ismu usul, anasema hakukutuma wewe ila una huruma na viumbe Mtume Muhammad. Mimi nikizulumiwa hapa na kwenda kwa Kinairundi piripiri, aseni nimezulumiwa, albadid nani afanyaga haraka. Umezulumia shilingi 10,000 kwenda kuua watu ni shida. Alafu sisi sasa kwa sababu ya njaa naambia Sheikh 800,000. Hata mtu hapa unamwambia 800,000 atatoa Sheikh, hana huyu mlango 8 tu hamna kitu. Sasa wewe utaua mtu tena anakuambia punguza bei shilingi 200,000, nitakuua, leta tu mimi naifakamia. Ni kwa heri. Kina mama umma wa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nyinyi kina mama ndio mliofanza hao watu wapatikane. Baada ya ridhaa kuja kuchumbiwa na watu wakatoa njuguda zao, faini zao, sijui nani alimkasirikia akalipa mtu wa watu. Alafu leo nawaambia wewe ni mwanaume, hata ukichanganyikana na wewe utatoka. Yaani unamdhalilisha mtu wa watu paka anasoma alamnashara ina usri mbili. Anasema fa inna ma'al usri yusra, kilichokuwa na shida. Wako watu wanakuja ndani ya nyumba kama polisi, anasema tena atanianza bro. Anasema alamnashara, anasema sijasema bismillah.
Na Mungu anasema katika surati Zumar, wa idha masal insana dharan, napomuonja binadamu na matatizo, daa rabbahu muniban, analia mbele ya Mwenyezi Mungu na kunyenyekea. Wa idha khawala, napomuondolea shida zake, nasi yawma kana yad'u ilayhi, anasahau wakati wa shida ndio unasema sijasema bismillah nini ili kubaliwe. Qul, wa Mungu anamwambia Mtume Muhammad, tamataa bikufrika qalilan, toshekeni nyinyi na ukafiri wenu mchache, innaka sahabu nar, nyinyi watu motoni. Aman qanitun ana laylan sajidan, nyinyi watu wenye kukata tamaa wakati wa usiku watu wamesimama, wengine wako ndani ya rukuu, yahdharu al-akhir, wanaogopa mwisho, wayarju rahmat 'inda rabbih, wanataraji msaada mbele ya Mola wao. Qul, waambie umma, hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamuna, je wanalingana sisi warangi na kina piripiri kwa savanta vana miliongo. Waswahili wanyesema wenye fikra timamu, Waarabu wanasema uli la albab. Hata mke wako akikosea tu kwa watu, alafu mwambie wewe ngoje itafika saa ana ngoje atabonyezwaje. Nyinyi bile nyinyi, sisi hamna, sisi hatungekuepo, nyinyi ndio mahala. Mama moja akanifundisha akasema, mrembo wako hajambo. Mimi nikasema mke wangu bwana hata mimi naanza kuondoka ni mrembo. Akasema kwa sababu ulimchaguaga huyu ndio mrembo. Na mimi nikajasiri nasema mrembo wangu vipi? Sasa hivi mnazalilishana, hata mkio mnaenda mnadani, hata wewe mimi hata ungeshinda mnapishana, hali ni ngumu. Utaona mmewazalisha wanaume paka wanasoma, yani ukata anakuja nyumbani hali anasema haki Mungu, mimi nitamuua eti haki Mungu nitamuua. Na ukimwona mtu namna hiyo naambia utamstiri, naambia si ngojee basi, unajifanya kiatu imefunguka kamba nisubiri, kwa sababu atakuja kuona huyu jamaa amegundua mimi nimechanganyikiwa nini. Naambia nisubiri, alafu na usitembee sana, naambia nisubiri ili ajione kwamba hujamgundua. Hali ni ngumu Waislamu kwa hao watu hawa, hali ni mbaya sana. Hamna bwana, haki Mungu haiwezi. Paka na malapa imekuwa lingine janjano lingine lekundu, amepelekesho. Jamaa hana amani. Jamaa amevunja na vitanda na machandarua na pasua yote, na ni gharama sasa. Wana umwajo na umbu. Sasa nyinyi mnatakiwa muo wapole, hakuna kitu kizuri umma wa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana Mungu anasema waashiruhunna bil ma'rufi, changanyikeni na wao, kaeni na wao kwa wema, kwa akili. Alafu sisi na wale hatulingani. Wewe una akili sana eti nikwambia akili zako, beba gunia la 120 kilo, unafanya hivi na unaweza kupakia 100 eti lakini yeye umpe ni pale pale anakwenda mwereka. Sasa wewe una akili. Ndio maana Mungu anasema arijalu qawamuna ala nisa, wewe ni gentleman. Hata nikienda kwa kina mama pale ndani lakini yeye kidogo akikwaruzwa mate kwa wingi na mwanaume amekatazwa kukaa hivi kibibi, utachumbiwa. Watu watasema hodi unatafuta, utachumbiwa. Mwanaume anataka kukaa gentleman hivi hata wewe hivi mara jamani meinama, unafanywaje hili? Na mimi ningelikuwa na vitu na wachumbia wa aina hiyo ndio wakome. Sasa kina mama umma wa Nabii Muhammad, nyinyi ndio wenye huruma. Na sisi tena mambo mengine kama ile gunia kuliweka hapa wao hawawezi, lakini yeye tumbo liko hapa na dumu la lita 20 na mtoto hapa kwa sababu hajadagana na mwingine yuko hapa. Alafu anaambia Nabii biti fulani, biti Jumanne, simama basi tupige hadithi. Anasimama, wanapiga paka zinamalizika. Lakini wewe uwe na lita 20 hapa, alafu na kabeji kadogo tunamwambia sasa simama. Wewe huna akili ni? Huoni mzigo? Kila moja amepewa namna yake ya kuishi nayo. Hata wewe wenye tunasema uikhandende, yani uikhandende, nani ataka kuamsha? Kina mama umma wa Nabii Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Mungu anasema tanakahu taksiru fa inni ubahi bikum al-ummam yawm al-qiyamah,
Oneni mtume, kauli ya Mtume Muhammad. Oneni umma wa Nabii Muhammad na mzaki za chema chenye kumridhia Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammad sallam, ili siku ya kiyama Mtume sallam apate umma mzuri wenye kumfuata nyuma yake, waliopata maelekezo ya Mtume Muhammad sallam. Hadithi mursal marfu' mun'an gharibe mudallasi majhuli mudhini silsila hadithi al-qudus hadithi al-mukhtar nabawi, wamepata maneno ya Mtume Muhammad. Lakini wewe hamna. Naona wengine wanasema bora ukosee kujenga kuliko kukosea kuoa. Maana ukikosea hapa utanunua mifuko hii. Sasa jitu limezaa hapa, utalifukuzaje? Utaliambiaje toka? Hao watoto watakuja kulelewa na nani? Ni mzigo. Ni mzigo juu ya mzigo. Hiyo ni bahasha hujawahi kuiona. Hakuna watu werembo kama wale. Ndio maana tunatoa keshi. Na hebu mimi waulize, kwa nini kule kwenye gari naambia nauli imepanda shilingi 10,000? Kwani bwana umwambie punguza? Na wala kama kuna wanawake pale utamwambia punguza? Sikulipa keshi. Sasa watakuja kusema huyu mwanamume gani hana hela? Hivi tunaambia ni 10 Sheikh. Unachanja tu. Wanawake wako wanakuangalia baba alina hela. Alafu lingine, si tumesoma eti hata namna ya kukaa na wale. Najua. Usimuoneshe hela zako zote. Kama ziko 500, mpe 4,500, ubaki na 50,000. Irunda akija kwangu akiniambia Sheikh nipa shilingi 5,000, utarudisha lini? Change unayo, leta hela yangu, leta 5,000. Ile mama watoto anasema mzee ana hela nyingi. Sasa wewe umpe zote 5, kila akija diwani nipe aseni kopesha. Mama watoto leta ile akiba yetu. Anasema kumbe mwanaume hana hela. Anakudharau namna hujasoma namna ya kuishi na hawa. Mimi sitoagi zote. Ziko hapa, Irunda akija hapa nampa tu. Na mama kule mama watoto anasema kumbe mzee anazo tu. Wana akili mbaya sana. Na hiyo ndio waliofanziwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, waashiruhunna bil ma'ruf, ili tukana wao. Waone wazee wengi hapa mnaenda kwenye kahawa, alafu mnawaambia wanawake nendeni mkamalize kiraka. Kwani anaenda tena na watoto wake anawaambia kata wewe pale mzee asija kagomba. Na wewe unacheza karata pamoja na masigara yako, umenuka unaingia ndani akwambia shikamoo, unaambia marahaba. Yuko mama mmoja mwaka jana nimempakia na pikipiki njiani, akapiga hivi, nikamwambia unasemaje? Asema naomba msaada. Nikampakia, akasema mimi siwezi kumwamkia mwanamume shikamoo hata siku hii. Nikamwambia kwa nini? Akasema bwana, mimi naenda shambani, alafu mtoto anakula mchanga na mbeba, alafu na nini nalima, alafu baadaye tena naleta maazi kwa ajili ya kwenda kupikia, yeye tena anaongezea mzigo nini wa jembe, alafu yeye anapitia kwenye migahawa. Huyu mtu nitamwamkia shikamoo kweli? Sema simwamki. Nikamwambia hii ni fikira zako. Sasa umma wa Nabii Muhammad, Mtume amesema rak'atani man tazawwaj khairun min 70 rak'a min al-'izbi. Yani alioa mwaka huu na aliofundishwa, yani alifungishwa ndoa na Irunde mpaka sasa hivi, na yeye amekuwa na wajukuu, akasali rak'a 2 khairun, ni bora min 70 rak'a min al-'izbi. Yani akasali rak'a 70 za sunna. Yani mimi niliokuwa na mke nikasali rak'a 2, ni kushinda wewe ambao huna mke, huna mahari. Nani atakaki kuoa? Ni mahari hamna, wewe ni mvivu. Jitu limekaa hivi, na ndio maana mnakataliwa. Ukienda kuoa kwa mtu, ngambie ni nani eti, akasema bado anasoma na hasomi. Ukaenda pale kwa diwani unasema zinataka moncha pale, akafanya maneno, anasema huyu anaenda Singida kwenda kusoma na hasomi. Kitu kilichokuwa kwa diwani alichotukua hikima ni kuambia wewe ni mentu. Utaoaje kwa? Yani angekwambia wewe ni mentu tena usirudi njia hii. Kwa sababu kesho mtakutana kwenye mazishi na kwenye nini? Kwenye njogoda. Kwenye fakati ya longo. Mtafukuzwa.
Yaani unaambia wewe nani uwe kwangu wapi hapa, toka. Sasa umma wa Nabii Muhammad, Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, rak'atani matazawwij, rakaa mbili za mtu aliyooa, khairun, ni bora min 70 rak'a, kuliko mtu aliyosali rakaa 70 za sunna. Na akasema bwana Mtume sallam, man tazawwaj faqad hafadha shatra dina, na yeyote aliyooa ana nusu ya dini. Yani ukioa ni kama mpira vile. Sasa ukakatiza katikati, umeshatekeleza yani dini nzima, nusu nayo. Hii nyingine ni ya kwenda hija, ya kwenda kutazama watu ambao ni wagonjwa kwa wasaidia, hii nyingine kwenda kusali. Lakini ukioa tu na nusu ya dini. Leo wewe na mimi kama umeenda nyumba ya mtu kupangisha, kaambia kijana una mke, hata sina, sema hall hapa hamna nyumba. Mimi nikiondoka kule utaingilia mke wangu, acha kabisa. Kama huna mke hapa, nikiondoka hapa nitambagiza mke wangu na wewe sio? Hapa call. Chapa malapa nenda katafuta. Lakini ukiwa na mke una fahari, na mabega yanaenda juu, hali ni nzuri, na mke wake na mnakamata mkono wake na mnahurumiana, mnaenda kwenye vikoba. Unaona? Lakini mwanamke kwa sababu ya uzembe, wewe unakaa vijiweni, unacheza usoro. Si tunasema ni kama mtu unakula alizeti. Sa utatema paka mate yaishe. Wewe ka alizeti yote hapa, alafu ikanganya tema ili ujue sina kitu chochote ndani ya tumbo langu. Huyo ndio mtu salama. Mena atakuharibika. Hakuna watu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuhibbu al-amal wa yakrahu al-kasal. Sifa ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, alikuwa anapenda kazi, anachukia uvivu. Ndio sera ya Mtume Muhammad. Nakwenda kucheza, nimeoa. Hii ndio bwana Irunda hajatangaziwa, anaoa, wanaoa kete ni wapi? Unaweza sema nasafiri, tiketi iko wapi shekhe, unasafiri kwenda wapi? Hakuna. Yani mnatakiwa mjitambue umma wa Nabii Muhammad, na kama hamjitambui utabakia kwa sisi madhehebu yetu. Utasoma tu ile kitabu cha kwenda kuzuru kaburi la Mtume Muhammad, utasoma kwenye ile kitabu cha takhtimu. Utaenda nini? Utaenda lini kule? Wewe mlango 8 hamna. Unajivia. Utabaki wewe na mua. Wewe unakula mua ni watoto. Unatakiwa ule rojo, lakini kwa sababu akili huna, mashamba haya yanataka mbolea. Tumechelewa umma wa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nenda pale Makiungu, ni shida. Kompyuta tu zina jina. Sisi hamna, ni kucheza tu. Hamna jipya umma wa Nabii Muhammad. Katibu huyo hapa wa wilaya, hata dispensary hatuna. Hamna. Wanakuja tu watu sasa kutoka Mamburui, kutoka wapi, wanaambieni mtukufu sana, mtukufu unamjua. Siku moja Sheikh Irunde nikamwambia hao watu wanakuja sijui anasema ni Sharifu, uliwahi kufika kwao? Si bora hata huyu jamaa anasema ni wa Mwanyonyi, namjua aliko. Nikamwambia au mgeni rasmi hapa si sawa? Ito la mbali linakuja halijulikani kweli ni Sharifu au ni jina tu. Ningechukua Sharifu. Mimi ni mashine. Nani atake hela? Mimi nataka hela, lakini njia za kuingilia sioni. Ndio jamani, hakuna kitu kizuri Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibn Mas'udi huwa ma huwa Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud ni sahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ni mpokezi wa hadithi, wa huwa al-asghar, ni mfupi. Alikuwa hivi, Mtume akikaa ndio analingana na Ibn Mas'ud, na ndio mtu aliyomuuliza masala magumu Mtume Muhammad. Siku moja wako ndani ya darasa kama jamaa zangu hapa, tayari darasa linaendelea kwa kina Saidina Abubakar, Abdurrahman bin al-Awam, Sa'd bin Abd al-Waqqas, Talha bin Ubaidillah na Sufyan bin Aufi wako mbele yake. Na kwa nini nayataja haya? Hii ni bando. Naona ukitaka vijana mnanisikia, siku nyingine mpeleka kule na kina Irunde, kina Pilipili, namna ya kuzungumza. Kwani mimi na kitabu hapa ninayopatia wapi? Ukitaka uyapate kama haya, unamtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na unamtakia rehema Mtume Muhammadin.
ndio umenunua bando la milioni shekhe, yanakuja mimi hapa ni yanakuja tu. Siku nyingine ukitaka kuzungumza, yani mshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, namtakia rehema bwana Mtume sallam, tayari ni ukurasa tu zinakuja zenyewe, si ndio bwana? Sasa Sayyidina huyu Ibn Mas'ud yuko mbele ya Mtume sallam, wanasikiliza darasa, mara akaropoka. Wako hata mheshimiwa diwani na wajua na mwenyekiti wa kitongoji, watu wengine paka wakati akiinua mkono hivi unasema huyu atazungumza kitu gani? Yani ni shida, anajulikana paka na metaa. Mwenyekiti anamkataza, yenyewe liko hapa tu. Rimerogwa. Sasa Ibn Mas'ud akamropokea bwana Mtume Muhammad, akamwambia matal ajali ya Rasulullah, ana asal nakuuliza, matal ajal ya Rasulullah, lini utafariki? Kama mimi mtu aniambia hivi nampiga na beseni. Mtu aniambia nani? Tunaona tunashindwa hata kumwambia mtu shikamoo, sema mazoea, shikamaro. Ukisema marahaba tunaenda kufa, mazoea. Ukisema marahaba ni kwamba amekuona wewe unaenda kufa, mazoea, mazoea. Sasa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaulizwa, akaropokewa na sahaba nani? Ibn Mas'ud, ani asali ya Rasulullah, nataka nikuulize. Akasema asal, uliza. Akasema mata al-ajal ya Rasulullah, lini utafariki? Hata mimi ningelikuwa na kisu, huyu anakufa tu. Maswahaba wakasema amekula kitu gani? Kama ni murungi labda amekula nini? Kwa sababu ya ufupi wake ndio maana anamropokea bwana Mtume. Si tunavyompenda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yeye anakuja kuropoka. Angalia majibu ya Mtume. Akasema la adri ya Ibn Mas'ud, sijui lini nitaondoka. Wakaendelea na darasa. Maswahaba wakasema tukitoka ndani ya kikao, huyu anataka aweze kuzungumza mbele mheshimiwa diwani, huyu anatakiwa apasiwe kwenzi. Wakaendelea mara ya pili tena, akasema na asali ya Rasulullah, na kuuliza lingine tena. Mtume akampa majibu, asal, uliza. Akasema la ya Muhammadin au ya Rasulullah, mimi nasema hivi, siku ya kufa wewe nani atakayekukosha? Anapendelea hii fakati, yani anafindilia Mtume afe, anasema nani atakayekukosha? Mtume majibu yake. Maswahaba wakasema huyu mtu amekula kitu gani jamani? Bwana kila akitakazungumza ni kuropoka. Mtume majibu yake akasema, ewe Ibn Mas'ud, siku ya kuondoka ndani ya ardhi hii wataniosha wale ahli baiti. Hajawataja majina, yasemekana ni Ibn Abbas, baba yake mdogo, na Sayyidina Ali. Sayyidina Ali radhiallahu anhu, huyu yuanane ndiye atakayemsaidia. Maana Mtume sallallahu alayhi wasallam katika historia, yeye baba yake amezaliwa baba ya Mtume sallallahu amezaliwa mwaka 571 AD. Mwaka 545 AD. Mwaka 546 akazaliwa mwanaamini aliyomzaa Mtume Muhammad. Mwaka 570 AD akanini wakaoana kati ya Amina na Abdullah. Mwaka 571 akazaliwa bwana Mtume Muhammad sallam. Mwaka 573 akazaliwa waziri mkuu katika umma, si mwingine Sayyidina Abubakar. Kwa hiyo Abubakar ni mdogo kwa Mtume Muhammad sallam kwa miaka 2 na miezi 3 na siku 10. Sayyidina Uthman ibn Affan ni mdogo kwa Mtume sallam kwa miaka 8. Sayyidina Umar ni mdogo kwa Mtume sallam kwa miaka 13. Sayyidina Ali ni mdogo kwa Mtume sallam kwa miaka 30. Na Mtume sallam anasema, wa alaykum bi sunnah wa sunnatul khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin Allah alayha binawajiz. Ilazimisheni na mwenendo wangu na makhalifa wangu wanne, Abu Bakari, Umar, Uthman, Ali, Allah alayha, wafuateni hawa binawajiz, mtafika. Sasa Sayyidina Ibn Mas'ud ndiye anamwambia nani atakayekukosha, akaelezwa. Wakaendelea na darasa. Mara nyingine tena akasema, ewe Mtume Muhammad, na kuuliza la mwisho, siku ya kufa wewe nani atakayekuwa imamu? Maana hata ngimu tu, hata huko mesuna huko ni mwiranji wako, watu wanataka nini awe imamu, na mtu anashindwa hata kwenda safari kwa sababu anasema watakuja kuninyang'anya. Allahu akbar. Yale ni ngumu, hiyo kitu ni tamu shekhe. Wewe unaonaje ukaambia tajiri tumbo linaenda, hata kama kulikuwa kumebinuka hapo na unataka
Mheshimiwa nini? Mimi nimefanya sana huyu jamaa. Tumeenda kwenye mikutano yetu paka Tanga, paka Dar International. Nikiwa shehe wa wilaya. Siku hizi nimepumzika, sitaki tena. Hata jana wameniambia njoo jaza sijui kamati ya nini, nikaambia sitaki. Mimi ni hii tu. Ukiniambia hata usiku tu. Hii inapatikana wapi tunaondoka. Lakini kwenda kwenye vikao tena itoe hela yangu. Nakula watu walikuwa ni wajanja, wamekula vitu vyangu sana. Nasema huyu yuko vizuri. Watu wakiniambia hivi tu. Nawaambia wape wote kikao kizima ni shida. Hili limeeleweka. Waislamu, mimi nimekuja, huyu ni jamaa yangu sana kina Sheikh Pilipili. Sheikh Pilipili ni wa kwetu, mimi ni Mrangi. Nimekaa sana hapo. Na baba yake huyu, baba ya Jabiri, kina Athmani, wako kule Bunda kule. Siku moja nimemuona msikitini huyu, pale Bunda, msikiti wa wilaya mkubwa. Nikamwambia huyu nani amemleta hapa? Na yeye kumbe ananitafsiri hivi. Nikamkuta jamaa mmoja alikuwa ni mganga na hizi. Anaitwa siku hizi amefariki, ni wa kule kwetu. Alikuwa nazo hizi. Akatupeleka pale na jamaa yangu, tumeona fanya maneno pale. Huyu akanipeleka kwa kina Asmani. Wakati wa Asmani hapa mimi nilikuwa nawasomesha, walikuwa chekechea na mke wake nani? Tabu binti Umar. Unaona? Sisi ndio memba wa kule. Hata wale watu wanatujua. Ukimwambia mweka Tabu binti Umar kwenye section kubwa, anawekwa. Ndio maana nakaa hivi. Sijaja na kanzu. Hapa nina vyeo vingi sana. Unaona? Niko vizuri hivi. Maana siku moja nimeenda kununua mashine pale nani? Pale nani Dodoma. Nikavaa kanzu na kirembe kwa sababu nani mwalimu si hawana hela. Nikavaa vile bwana, nikajisaidia nikashikwa. Mimi nikafikiri nikivaa kanzu pamoja na viremba sita nini? Taambeni shehe hana hata 100. Kwa nini nilichukuliwa hela nyingi nikasema. Siku hizi ni hivi tu. Hawanitambuaga hata, lakini kwa sababu wananijua. Na wengine wana memory card zangu, na wengine wana TV zangu. Nasema ameingia. Yuko hapa. Ninajulikana. Kwa hiyo inshallah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kila watoto wa kike sisi vile vile tuliwahi kumpatia mwalimu wenu nini? Angalao maendelezo kidogo. Unaona? Mtu yeyote aliyekufundisha hata 1000 si mwalimu wako. Na ndio maana amenisisitiza. Juzi kushinda jana nilikuwa safarini. Kaniambia Sheikh utawahi, nikasema nitawahi. Unaona? Nimepita hapa juzi usiku hapa. Tunatoka masafa al-Qasri, napunguza sala rakaa 4 na sali hizi mpaka miguu inavimba. Kwa hiyo sisi ni tunatafuta kila mahala. Si ndio jamani? Na unataka usome hasa uivishe. Kina Athmani ndugu yake na huyu askari wa pale anasema, nikamwambia sisi hatujasoma. Akasema Sheikh wewe acha. Wewe ni shida. Hata huko wananijua Sheikh. Hii hapa haipiti chenga, si ndio maana yako? Lakini wewe soma tu hapa, usome mpaka izazuli zilete hamu na upate hata 100. Mimi nitapata. Nikitaka hata kuamzisha harambee hapo si mnatoa. Hapa ndio mwisho. Ili tuache. Sababu ninazo kule. Kwa hiyo kina mama tumesema ndoa zenu tunaziombea. Yaani watu hao wote Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kati ya watu 40, inna rabbikum hayyun karimun yastahyi min 'abdihi idha rafa yadayhi yarda siflan. Mungu wenu ni hai, tena ni mkarimu, anaona mikono yenu mtakapoinua kwenda juu akairusha tupu. Ukasema ya Rabbi fa'anna khatwayana, Mungu wangu nimefanya vioja, wasituru kama sibalunne, sitiri vioja vyangu laisilichiyu na tasadiruhu kashfun, hakuna kusiri ya Rabbal alamin wa ghairu kama niyafu, na kutegemea wewe ya Rabbi. Ya Rabbi, kama hajakosa kinyangarika kama mimi, ya Rabbi atakayekosa ni malaika, ya Rabbi atakayekosa ni binadamu, na atakayesema ni wewe, kwa vile wewe ni mwingi wa msamaha. Hao ndio wanakiri kufeni, wanakiri unyonge waliokuwa nao. Lakini wewe na mimi kivuna hata gunia 20, lete Mungu, unajua na gunia 20 ni shida. Watu wako wanatesa, wanasema na gunia 20 ya alizeti. Kina mama mnasikia muwatii waume zenu, yani waume wako watu sisi tunawaosha. Mimi ni shekhe na waoshaga ili waolewe. Wewe umepata bahati. Umepata bahati alafu namzalisha mtu wa watu. Huyu ndio hazeeki, ataoa saa yote.
Na wako watu kwenye mitandao wanasema niko single. Wewe umeingia ndani, yeye iko single. Sasa wewe achia huyo mtu. Wenzako anamuuliza, unatoka wapi mume wangu? Na unataka biwakari wa sakina. Kwa kumbembeleza. Uliko wapi? Sikutambui. Hata wewe utaachwa. Utaachwa iko siku. Iko siku anaingiza mwingine. Hakuna nafasi tena. Naomba mimi sitarudia. Utarudia. Ni viboko. Hakuna viboko hapa, ni maneno tu. Nenda. Kwani wewe ni dada yangu, wewe chemka. Kwa hiyo ndoa uliyoibahatika. Hakuna Waislamu kitu ambacho ni kizuri kati ya maelewano kujadili mambo ya ndani. Na usimpelekeze mume wako kwa kitu ambacho hakifai. Watu, mimi nimeuza sana matumbaku shekhe, hakuna mtu asiyonifahamu hapa. Lakini siku hizi nina nafuu ya maisha, hamna shida. Si kila kitu tu nimeuza mpaka wakati fulani na yakimbia. Na watu wanasema amekula kitabu huyu alafu anauza. Uza matumbaku mpaka unaninusa tena. Mimi nimefinyanga hata hapa. Watu wamefuata kutoka Singida, walikuwa wanasoma huko, wanifuata hapa kuja kufinyanga hapa kwa kina sijui nani, kina Jambia, kina nani. Yeye nimefinyanga nilikuwa. Sisi sote tuliofungiwa ndoa na Shehe Irunde, mzee leo amefanya jambo la kutukutanisha na huyu mzee ambao inawezekana ilikuwa sio rahisi kukutana naye. Lakini ametukutanisha hapa, ametuhusia maneno mazuri sana ambao tunapaswa tuyazingatie ili tuweze kuyafanyia kazi. Tutunze ndoa zetu, maana ndio msingi uliotufikisha hapa. Tusingefungiwa ndoa, maana yake tusingekusanyika hapa. Lakini hapa tumekusanywa kwa sababu Shehe Irunde ametufungia ndoa na tumebarikiwa na tuna watoto. Maana yake tuendelee kuzitunza ndoa zetu, lakini pia tuendelee kuheshimu imani na misingi aliyetuwekea mzee Irunde wakati anatufungia ndoa. Lakini pia mimi binafsi Shehe Irunde hakuniambia kama ana jambo jema la kufanya. Tumefika, tulitegemea tuje tule, lakini kumbe kuna jambo ambalo ninawajibika kulifanya. Mheshimiwa Diwani, wote tumejionea, na wewe bahati nzuri umesema ulikuwa huna taarifa. Na kwa bahati nzuri mzee Irunde ni mjumbe wangu wa kamati ya siasa. Na tunafanya kazi wote. Na tunafanya kazi nzuri. Nikiangalia hivi na waona pia wajumbe wa kamati ya siasa, na muona mwenyekiti wangu wa jumuiya ya wazazi, kumbe na yeye ndio ni mtoto wa Shehe Irunde. Lakini pia namuona mwenyekiti wangu wa UWT, namuona katibu wangu wa UWT, naona viongozi wengi hapa. Sasa kwa niaba yao Shehe Irunde akianza kujenga, nitamchangia mifuko 2 ya sementi ili aendelee kufanya jambo jema, lakini tukiamini kwamba wote watakayeingia humo, maana ni nyumba ya ibada moja, wataomba nchi yetu iwe na amani, lakini pia wataomba baraka ili tuweze kupata mvua yenye neema inayotutozelesha kwenye mahitaji yetu. Kwa hiyo hilo, Mheshimiwa Diwani, mimi naenda kulifanya. Akishaanza tu unikumbushe ili tulimalize jambo hili. Hilo ni la kwangu, sio la kwako. Lakini pia najua na wewe utafanya jambo. Kwa hiyo mimi binafsi niwashukuru sana na niwapongeze sana. Nizidi kusema kwamba kata ya Ngimu ipo salama. Karibuni kwenye kata ya Ngimu ili tuendelee kushirikiana kwa mambo mengi bila kubaguana. Leo sisi tumefika hapa, tumealikwa na Shehe Irunde. Lakini pia hata nyinyi kesho mkialikwa, basi tuhudhurie, kwa sababu sisi wa Tanzania ni wamoja. Sisi wa Tanzania hatujabaguana. Sisi wa Tanzania bado tunazikana, bado tunashirikiana kwa kila jambo. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kukaa pamoja, tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu pamoja, tuna kila sababu ya kuona kile ambacho kinafaa ili tuweze kukifanya kwa pamoja kwa amani zaidi. Mwisho, viongozi wangu wa dini, niwaombe muendelee kuiombea nchi yetu. Taarifa ni nyingi. Wapo watu wanaehamasisha vijana wetu waende kuandamana. Niwaombe ndugu zangu, hebu tutunze amani hii. Najua Uislamu ni amani. Kwa ni vizuri tudumu kwenye misingi yetu ya imani, lakini pia tudumu kwenye Utanzania wetu
ili tuweze kufanya yale tunayoona yanafaa na maendeleo mengine yaendelee kufanyika. Kama haya tunayosema tujenge, maana yake tunajenga tukiwa tuna amani ya kutosha. Tunajenga tukiwa tuna uhakika kwamba kesho kutaamka tukiwa tuko salama. Kwa mimi niwaombe sana viongozi wangu, muendelee kutuombea, endeleeni kumwombea rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na wasaidizi wake wote. Endeleeni kuiombea kata ya Ngimu ikiongozwa na mheshimiwa diwani na watendaji wake wote. Kwa hiyo Mungu wa mbinguni aendelee kuwapa baraka, lakini aendelee kuwajalia pale mlikopungukiwa, na pale mnapoanza safari zenu kurudi, basi Mungu wa mbinguni awafikishe salama. Asante sana, Mungu awabariki. Jina langu naitwa Elia Samuel Ntandu, ndiyo mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi kata ya Ngimu. Kabla yangu alikuwa mzee wangu Kumala, ndio aliyeniachia kiti. Kwa hiyo najivunia pia ninapomwona, kila eneo ninapofika najivunia sana kumwona. Nimefurahi kukuona mzee wangu, lakini nimemwona mzee Sima. Kwa hiyo ni furaha sana tunapoona wazee hawa wanaendelea kujumuika kwenye eneo hili. Sheikh Irunde, Mungu wa mbinguni akufunike. Umeendelea kufanya jambo jema na endelea kufanya jambo jema mpaka pale utakapoenda kumaliza mwendo wako. Naamini utamaliza salama inshallah. Inshallah. Ndugu zangu ni Waislamu, kwanza kabisa sisi waalikwa tuna furaha kubwa kwa kuonyeshwa mapenzi na baba yetu katuita na tumemuitikia. Na angalau ilikuwa hatujui baba katuita kwa ajili gani, lakini kwa mapenzi tunayempenda baba yetu tukamuitikia. Mimi kabisa kuanzia anakotoka huko nilikuwa na furaha kubwa sana, nikajua leo kuna neema. Baba yangu alionifungisha ndoa leo tena kanitaka nitoe gharama tena kutoka mbali kuja mpaka hapa. Nilifurahi sana, lakini furaha yenyewe nilijua labda kuna kuongezewa mke. Allahumma salli wa sallim. Wallahi hata wenzangu ndio maana tuliokuwa hapa hivi walikuwa wakiogopa. Kila mmoja anaona leo nitakunja mguu tena kwa mara ya pili. Sallu ala nabi. Ndio furaha tuliokuja naye. Maana tumeambiwa na Mwenyezi Mungu toe wake wangapi? Lakini sisi tukawa bado tuna moja, tukajua labda shekhe hakupenda sisi kuwa na wake mmoja, labda tunakuja kwa ajili ya kuongezewa wa pili. Sallu ala nabi. Lakini kufika hapa tumekuta maksudio ni mengine kabisa. Mapenzi aliyotuonyesha shekhe wetu ambaye ni baba yetu, na sisi wengine mpaka hivi sasa tunamuita ni kaka yetu. Sallu ala nabi. Kwa hiyo kumbe shekhe wetu, nitaongea kwa Kiswahili maana leo sitoi aya sababu shekhe yuko hapa, mashine misha saga na kukoboa. Leo sitoi hata moja. Hamtosikia leo aya hata moja, nitaongea Kiswahili tu. Maana nikitoa aya shekhe maana huko ametia nasbi huku, sasa mimi sijui nasbi. Labda kuna sehemu ilikuwa nitie mudhari'u mimi katia nasbi, nitakuwa nimekosa heshima kwa shekhe. Na ndio waliotufundisha wa shekhe. Sisi kule Babati tulikuwa tunamjua kwa jina anaitwa Sheikh Ibrahim Kidangu. Ni mashine kweli. Wote tukiwa huko shekhe huyu nimeanza kumfahamu bado nikiwa niko chuoni kule Kondoa. Na ndio ni katika mashekhe waliotufundisha hawa. Kwa hiyo hata nilipokuwa napatiwa nafasi nilikuwa najaribu kukwepa nisije nikaongee mbele ya shekhe wangu. Sallu ala nabi.
lakini alhamdulillah nimepewa nafasi si ya nasaha. Nimepewa nafasi si ya nasaha, ni katika nafasi ya wenzangu waalikwa wa Sheikh aliyotuunganisha mapenzi ya kumpenda Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sheikh alituunganisha siku ambaye tunapofunga ndoa tulikuwa wawili. Kila moja alikuja kwa nafasi yake katika kwa Sheikh. Na wakaunganishwa wakiwa wawili, ni yeye na mke wake. Lakini leo Sheikh ametumia fursa nyingine tena kwa mapenzi yake kutuita sote sisi, kutuunganisha tukawa kitu kimoja. Ni jambo la kihistoria sana katika hilo, na hakuna hata moja alikuwa anajua tunakuja tumeitiwa nini na Sheikh, ni kitu gani. Na mimi nilikuwa nikijaribu hata nampigia Sheikh simu, namwambia Sheikh unatuitia nini? Sheikh akasema njoo utakuta hapo hapo. Lakini kweli tumefika hapa, ndio mashine misaga na kukoboa, tumeelewa kila kitu. Tulikuwa wawili, leo tumekuwa sisi hapa ni wengi. Na sisi tunapokuwa wengi, Sheikh alipotufungisha ndoa wengine tulikuwa hatuna hata nyumba. Tulikuwa hatuna hata nyumba. Lakini alipotuunganisha tukawa na nyumba. Na kujenga hiyo nyumba tumejenga ni nyumba gani? Tumejenga ni nyumba ya dunia. Leo tena Sheikh anatuita hapa na tuunganisha tena tujenge nyumba ya wapi? Neema hiyo. Hiyo ni neema nyingine imetutembelea. Wallahi mimi hapa na furaha kubwa mno, hata nilikuwa sipendi tena nije niongee kwa ajili nichafue tena, kwa raha tu nilokuwa nayo. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema mwenye kujenga nyumba yake na yeye atajengewa wapi? Kumbe mwajua sasa. Naye atajengewa peponi. Sio furaha? Nimejenga ya duniani na leo nimeitwa na shekhe wangu nijenge nyumba ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo mia yangu niliyoitoa kwa ajili ya kujenga nyumba ya Mwenyezi Mungu, basi Allah atajalia tena nipate nyumba nyingine wapi? Peponi. Mashine yetu mituombea hapa hivi dua, furaha nyingine. Nitaongeza mwakani mke mwingine. Sheikh akiniita hapa nitakuwa nakuja tena na wake wawili. Kama leo nilitoa 10,000, mwakani nikija mimi nikitoa tena 10,000, wake zangu wawili tena watatoa shingapi? Neema hiyo ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Waswahili husema matendo hukidhi haja marithawa kuliko maneno. Inatosha. Lengo tu mnisikie na mmenisikia. Niwashukuru sana. Mungu huyu alotuumba sisi, alojalia mimi kuwa msimamizi wa ndoa zenu, lakini pia na majamaa zangu na marafiki zangu wote. Nilialika kama alivyosema mwenyekiti wa chama, nimefanya kazi na chama mpaka sasa, lakini nimefanya kazi na ofisi ya serikali. Yuko mwalimu wangu, mwalimu mkuu. Mwalimu, nikushukuru sana kwa kunisikia. Mzee Matayo, mjomba wangu, ndiko nakochumia maarifa yote kutoka kwake. Lakini ni mzee, nimemwita kwa heshima naye akanyage hapa. Lakini ndugu yangu Sheikh Ibrahim, mwalimu wangu, nasema ni kweli wala sio uongo. Imetokea tumependana kiasi hicho. Ni mahali sana kumtoa mtu mbali kule na kumleta hapa, ni kwa mapenzi ya dhati. Lakini na nyinyi nyote kwa ujumla wote mlofika hapa, Mwenyezi Mungu awajalie kila la kheri. Mwenyezi Mungu awazidishie pale mlipopunguza. Lakini wanangu wote mlojaliwa kufika hapa, mmeniheshimisha sana. Ndugu yangu Amasi, mwenyekiti mstaafu wa Chama cha Mapinduzi, lakini sitamwacha mkwe wangu. Sijajua bwana nikushukuru sana. Mimi wataondoka wote, lakini meza hii kamati itajua takaa wapi. Nitaenda kuongelea ndani ya meza hii. Si ndio kama simepanga hivyo? Basi baada ya maneno haya niseme
Niwashukuru, muda tumechelewa kidogo kwa sababu haya yangekuja yote kwa muda mwafaka. Niishie kusema kwamba Mwenyezi Mungu awajalie kila la kheri, muende salama muendako, mlokuja na vipando mrudi salama, pale mlipopunguza Mwenyezi Mungu awazidishie kila la kheri inshallah. Kwa haya machache niishie hapa. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Takriban kwenye kumbukumbu zangu nimefungisha ndoa 210, walakini zingine nimezisahau kwa sababu ni muda mrefu, na leo vijana walihudhuria kiasi kana kwamba kwa kweli japo wengine wamenipa dharura, lakini alhamdulillah ni theluthi ya wale niliofungisha ndoa. Ni kama nimekosea tu, ni katika robo 4 wamekuja robo 3, kwa hiyo kama robo moja tu ndio imepungua, na pia hao walopungua wengine wako mikoani na wameshindwa kufika na wamenipa dharura kwamba kutokana 1, 2, 3 ndilo ambalo limesababisha wasifika, lakini namshukuru Mwenyezi Mungu wamenitikia kwa. Sheikh, ulifikiria nini kulifanya jambo hili? Naam, kwa mapenzi makubwa ya Allah. Allah tabaraka wa taala anasema Muislamu ndugu yake ni Muislamu. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu, Mtume sallallahu alaihi wasallam akifafanua habari wasema, wako wapi hiyo siku ambayo hakutakuwa na kivuli isipokuwa na kivuli chake Allah. Niwafunike na kivuli changu leo. Nikaona hawa ni wapenzi wangu, ni watoto wangu. Takriban nikitamani siku ya kiyama Allah atukusanye mimi na wanangu hawa wote tulioshiriki pamoja, ili angalau atufunike na kivuli hicho inshallah. Neno lako kwa vijana wote ambao umewafungisha ndoa? Dua nimewaombea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, sababu maisha yanabadilika, hususan watoto wao waliowazaa. Yamkini haijulikani. Namshukuru kwanza Allah alinijalia nikawaombea dua, ndoa zao zimekuwa ni imara, na mpaka sasa hivi wameniletea majibu kwamba ndoa ni nzuri. Walakini watoto wao ya Rabbi sijajua kwa ulimwengu ulivyo kwamba wataishi. Kwa hiyo nilifikiri hilo nalo pia niwawekea mkono wa baraka, angalau nao waishi kama walivyoishi wazazi wao. Neno la kuhitimisha. Nimshukuru sana Mwenyezi Mungu kunipa afya ya wastani, lakini nimshukuru tena Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kuwajalia vijana wangu na wale wote walionitikia kufika kwenye mji wangu, ni baraka pia. Kwa hiyo tuendelee kudumisha umoja huu na mapenzi haya. Allah tutangulie na mwisho wetu ni mwisho mwema inshallah. Shukran.